Inaonyesha kama vile wanadamu walivyowekewa kuishi mara moja, na baada ya kuishi kinafuata ni kifo. Na nikwambia kila mwanadamu atakufa. Kila mwanadamu amewekewa kuishi mara moja, na baada ya kuishi kuna kifo. Lakini kabla ya kifo kuna maisha kila mtu kapewa, na baada ya kifo kuna maisha mengine yanaanza, naye maisha ni ya milele. Haya maisha tulionao ni ya muda mfupi tu. Haya maisha ni ya nyakati chache tu. Ukijaliwa neema ni miaka 70, 80 ukiwa na nguvu, lakini 100 kwa sasa ni watu wachache waliofikia. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi zilipoongezeka, Mungu alipunguza umri. Lakini nataka kukupa shauri lenye hekima litakaofaa katika maisha yako, ya kwamba kwa sababu tumegundua mwanadamu amepewa kuishi mara moja, na baada ya kuishi ni kufa, na baada ya kufa kuna mahali anaenda, aisha kwenye uzima wa milele au kwenye mauti ya milele. Na umepewa nafasi ya kuchagua ya kwamba uende kwenye maisha ya milele au uende kwenye mauti ya milele. Yaani jioni leo uweze kuchagua njia iliyo njema, iliyo bora, ambayo ni Yesu Kristo. Yaani kwambia ziko njia nyingi wanadamu wanazozitumainia. Wako wanaenda kwa waganga ili waweze kufanikiwa, wako wanaenda kusomewa dua ili waweze kufanikiwa, wako wanaotumia mapepo waweze kufanikiwa, wako wanaenda Freemason ili wafanikiwe, wako wanaenda kwa Uhindu waweze kufanikiwa, wako wanaenda kwa Wabuddha waweze kufanikiwa, wako wanaosafiri kwenda kila mahali waweze kufanikiwa. Kuna wanaenda angani, kuna wanaenda baharini, kuna wanaenda kuzimu ili waweze kufanikiwa. Lakini mwisho wa yote wote wanadamu watakufa. Haijalishi ulikuwa tajiri, haijalishi ulikuwa maskini, haijalishi ulikuwa na cheo, haijalishi ulikuwa huna cheo, haijalishi uliishi kijijini, uliishi mchini, haijalishi ulisafiri kwa usafiri wa ndege, haijalishi ulienda kwa mguu, kwa baiskeli, lakini wote wanadamu tutakufa. Kuna kitu ambacho kila mwanadamu atakipitia, awe mwenye pesa, awe maskini, awe mwenye heshima, asiwe na heshima, lakini kifo utapitia. Na utazikwa kwa saruti vizuri, utazikwa kwa heshima, watu wataandamana, watakula msibani. Lakini wewe maisha yako, je, yatakuwa wapi baada ya kufa? Yaani jioni leo uweze kuchagua kuishi baada ya kufa. Kuchagua kuishi baada ya kufa ni kukubali kutubu dhambi zako. Kuchagua kuishi baada ya kufa ni kumkubali Yesu Kristo. Kuchagua kuishi baada ya kufa ni kukubali uzima wa milele. Jioni leo kubali Yesu Kristo, ya kwamba yeye aliyekufa akafufuka ana uwezo wa kutengeneza maisha yako ya milele. Yesu Kristo ndiye mwenye uwezo wa kutengeneza maisha yako. Maana ziko dini nyingi zimekuwa na kawaida. Walikuwa kwa Masadukayo na Mafarisayo waliokuwa hawaamini kiama ya wafu. Hata leo ziko dini zinazosema baada ya kufa umepotea. Nakwambia umepotea kabla ya kufa. Kama dini yako inakwambia ukifa umepotea, basi umepotea kabla ya kufa. Maana hakuna anayepotea baada ya kufa. Biblia inasema kuna sehemu mbili tu, uko uzima wa milele, iko jehanamu, na uzima wa milele ni Yesu Kristo. Ukimchagua jioni leo unakuwa na uhakika wa uzima wa milele. Ukimchagua Yesu jioni leo unakuwa na uhakika wa uzima wa milele. Mchague Yesu jioni leo. Dini yako ni nzuri, ndio, lakini bado unaenda kwa waganga na wachawi wanakuloga vizuri kabisa. Dini yako ni nzuri, lakini bado wewe unatenda dhambi, una mchepuko. Hata wewe ni shahidi, dini haiwezi kukusaidia. Linajaribu kukutengenezea mazingira mazuri tu, uonekana una heshima katikati za watu kwa sababu ya dini, lakini Yesu anakupa heshima kwenye uzima wa milele. Yesu anakupa heshima kwenye uzima wa milele. Hata duniani unapoonekana kama ufai, unapoonekana kama sio mtu mwenye thamani, Yesu Kristo atakupa uzima wa milele na utaonekana mwenye heshima siku moja. Sasa nikwambie, kuna watu wanazikwa kwa heshima duniani, lakini bahati mbaya wanaenda jehanamu ya moto. Nasikitika katika jambo hilo. Ingekuwa pesa zinaokoa, yule tajiri alipokufa angeokolewa kwa pesa. Hakuna wakati wowote utatubu ukiufa. Yaani jioni leo upate nafasi ya kutubu. Kanisa ni sehemu ya kukuandaa tu, lakini Yesu Kristo akiingia moyoni ndiye uzima wa milele. Kubali Yesu jioni leo. Ewe mkazi wa mji huu, pokeeni Yesu jioni leo. Leo ni aibu makanisani,
Watu wanaingia popote wanavyotaka, wanamwabudu Mungu kama wanamwabudu mume wao, wanaingia na nguo fupi za chumbani, wanaenda kuabudu kwenye nyumba za ibada. Msimfanye Mungu kama mume wenu. Mungu ni Baba wa mbingu na nchi, malaika wanatetemeka mbele zake, milima inaogopa uso wake, lakini wewe unaingia popote unavyotaka. Kuna nguo watu wanatia aibu kanisani, wanashindwa kuvaa mavazi ya kujistiri, wanavaa mavazi yoyote. Nataka nikwambie, mwanamke unayevaa suruali, mwanamke unayeweka makeup, unayesuka, unayeweka kope bandia, unayeweka nywele bandia, wewe mwanamke unayenisikia, unayetoboa sikio ukaweka hereni sehemu yako ni kwenye ziwa la moto. Sikufichi wala sihitaji nipigiwe makofi katika hilo, wala sihitaji ushabiki na kufundisha neno. Biblia inasema wanawake kujipamba kwenu kuwe kwa heshima na adabu nzuri, ili watu wakiona waseme hakika umeokoka. Piga picha ukipita wewe mwokovu, umevaa sketi fupi inaishia kwenye mapaja, akapita na kaba amevaa sketi fupi inaishia kwenye mapaja. Watakutofautishaje kwamba umeokoka na asiyeokoka? Lazima ifike hatua uweze kujulikana umeokolewa na Yesu. Vaa vizuri binti, kwa heshima. Hata kijana anayekuja kukuchumbia anakuja kwa adabu nzuri, anajua atapata mlango gani wa kukuona. Lakini unapita mapaja yote wako wazi, hata ukikataa sema nimeshaona mapaja na nguo za ndani zinaonekana. Ni ajabu, ni ajabu nyakati tulizo nazo. Watu wameacha kujali maisha ya utakatifu, wanaishi vyovyote, na kanisa aliwaonyi na mitume hawaonyi, wanawaushia maji kwa sababu ya kutafuta pesa. Nimetumwa kuwakumbusha Yesu anarudi. Ni wakati wa kutubu na kurudi kwenye msingi wa kweli. Kanisa la kwanza halikuwa kwa namna hiyo, lilikuwa la heshima na adabu nzuri. Watu wanasema katika Petro, wanawake wa kale walijipamba kwa vitu vya moyoni. Umevaa nguo fupi, wewe ndiye mtukanaji, wewe ndiye muongo, wewe ndiye ambaye msengenyaji, na bado unaimba kwaya na praise team, na bado umechepuka. Wewe Mungu gani unayemwabudu? Eleweka jioni ya leo, unamwabudu Mungu gani? Mungu wako ni Shetani, sio Mungu aliyesumba mbingu, aliye mtakatifu. Jioni leo ni wakati wa kutubu, ni wakati wa kumrudia Bwana. Unaposikia sauti, ni sauti ya neema, maana haya mambo hayafundishwi. Watu wamesahau ile kweli ya Kristo, wamefanya dini kama vile mradi, wamesahau kwamba dini ni kasi ya Kristo iliyogharimu maisha. Yesu analiangalia kanisa atakao kuja kunyakua, anaona hapati mtu yeyote. Amenituma niweze kuwakumbusha wakazi wa mji huu wa Tanzania na Afrika na dunia, Yesu anarudi majira yoyote. Ni wakati wa kutubu na kumrudia Bwana. Wewe ambaye unafanya biashara, fanya biashara ukijua Yesu anarudi. Wewe ambaye unafanya ukulima, fanya ukulima ujue Yesu anarudi. Wewe bosi kazini, fanya kazi kwa uaminifu, usiibe pesa, Yesu anarudi. Kuna wakati utakuwa na saini mikataba ya feki ili upige pesa, Yesu anakukuta. Utakosa mbingu na cheo chako kanisani cha uzee wa kanisa. Yesu hana upendeleo. Yesu ni wa haki. Kama ambavyo ukufanya haki wakati unaiba, ndivyo Yesu atakwambia ukufanya haki, na mbinguni hakuna asiye haki atakayeingia. Biblia inasema mbingu ni takatifu, wasio haki, wasioamini, wauaji, wachafu, waongo na wazinzi hawataweza kuingia. Lakini jioni leo bado iko neema. Hata kama umefanya dhambi kiasi gani, bado iko damu ya Yesu inaweza kukutakasa bure, inaweza kukurehemu bure. Usichukue tu damu ya Yesu kama sehemu ya kiburudisho. Watu leo wamegeuza damu ya Yesu kama vile biashara, ya kwamba anatenda dhambi anarudi anatubu, anatenda dhambi anarudi anatubu. Kuna siku damu ya Yesu itakuwa na kikomo juu ya dhambi zako. Usichezee damu ya Yesu kutubu na kuanguka. Wanawake na waonya, wanaume na waonya, duniani na ionya, Yesu Kristo anarudi tena. Ni wakati wa kutubu na kumrudia Bwana. Tubuni basi jioni leo, Yesu anarudi tena. Fikiri moyoni mwako, kipi kitakachokuzuia usiende mbinguni? Ni heri leo uweze kukishughulikia, maana Yesu anaweza kurudi majira yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Kama unanielewa nipungie mkono namna hii. Haleluya, haleluya. Makutano, Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nahitimisha kwa kusema maneno haya. Fikiria moyoni mwako jioni ya leo unaponisikia. Umeabudu kwa miaka mingapi? Alafu umeweza kushinda dhambi kwa kiasi gani? Manake kuna watu ambao wameabudu miaka 10 lakini bado wanashindwa na dhambi ya uzinzi. Manake wanatakiwa waanze wokovu darasa la kwanza.
Yaani wanatakiwa waanze mafundisho ya awali ya kushinda dhambi. Kwa hiyo nataka nikusihi, unaposikia sauti hii, bado iko neema ya Kristo yenye uwezo wa kukusaidia. Hata kama umeabudu miaka 10 bado huwezi kuishinda dhambi, iko neema ya Kristo yenye uwezo wa kukusaidia. Manake na miaka 10 unatenda dhambi, wewe unatakiwa uanze darasa la kwanza la wokovu, na utakiwa kuita mtu uliokoka, kwa sababu dhambi ikiwa ndani yako bado haujaokolewa. Yuko Yesu anaweza kutakasa na kuponya na kuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposikia sauti hii, ni wakati wa kutubu na kurudi kwa Bwana. Nataka nikwambie jioni leo ni wakati wa kutubu na kurudi kwa Bwana. Kifo kitatufananisha watu wote, lakini baada ya kufa tutatofautiana watu wote. Wote tutakufa, lakini tutafanana katika kufa. Wote tutazikwa ardhini, lakini baada ya hapo kifo kikishapita tutatofautishwa. Kuna watu wataenda kwenye uzima wa milele na kuna watu wataenda kwenye mauti ya milele. Sasa kazi ni kwako kuchagua njia, na njia sahihi ni Yesu Kristo niliyothibitisha mimi, kwa sababu Biblia inanionyesha njia ni Yesu, na waliomfuata Yesu tunaona walipata uzima wa milele. Biblia inaniambia kulikuwa na mtu mmoja mnyang'anyi ambaye alikuwa na Yesu Kristo pale msalabani. Alipopigwa akateswa, akaona amekaribia kufa, akasema, Bwana, ninaomba unipe nafasi ya kuingia kwenye uzima. Yesu akamwambia, hivi leo utakuwa nami peponi. Yesu akamhakikishia, hivi leo utakuwa nami peponi. Nataka nikuhakikishie, ukimpokea Yesu anakuhakikishia uzima wa milele. Maana Yesu sio mwongo, Yesu sio mnafiki, Yesu sio mwanadamu. Yesu ni Mungu mwenye uwezo wa kuokoa. Hata mapepo yanajua, hata majini yanajua, hata wachawi wanajua ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, na wachawi hata hawawezi. Haleluya! Nawapa ofa wachawi wote. Haleluya! Kama wapo nawapa ofa. Nitakuwa hapo kwa Nzogoma, kama yupo aje aniroge, nampa dakika 5. Akishindwa atubu kwa Yesu. Haleluya! Yesu ni Bwana na Mwokozi. Ukiwa na Yesu huwezi kulogwa. Haleluya! Kama yupo nampa ofa jioni leo, aje ajaribu kuniroga hadharani hapa na watu wakiwa wanaona, maana usiku akija. Tunamhubiri Yesu mwenye uwezo wa kuokoa. Tunamhubiri Yesu mwenye uwezo wa kuponya, ambaye miungu yote inapiga goti mbele za jina lake, ambaye hakuna mfalme, hakuna mwenye mamlaka, hakuna mwenye utawala ambaye yuko juu ya jina la Yesu. Ndio ipo jina pekee la Yesu ambalo vitu vyote vinatii mbele zake. Jioni leo mpokeeni Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Mpokeeni Yesu, mpokeeni tu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Mpokeeni Yesu.